Usiondoke na hadithi. Usiondoke na hadithi. Mungu akakuhudumia kwenye mafundisho haya na mafundisho yakafanyika msaada kwako katika jina la Yesu. Tupo kwenye nyakati ambazo wako watu ambao wanahamahama sana makanisa. Leo yuko kanisa hili, leo yuko kanisa lile, kesho yuko kanisa hile, baadaye anakuja tena narudi kanisa lile aliloanza nalo. Sasa kibaya zaidi, wanapoondoka kwenye kanisa A, wanaondoka na hadithi. Wanaondoka na hadithi. Wanaondoka na hadithi. Anaanza kusema ubaya kwa alikotoka. Anaanza kusema ubaya wa mchungaji kwa alikotoka. Anaanza kusema mapungufu ya mchungaji aliyotoka. Kama unaamua kutoka kwenye kanisa lolote, usiondoke na hadithi. Inawezekana kabisa unapata mkwamo kwenye maisha yako kwa sababu wewe kila unapoondoka unaondoka na hadithi. Yule mchungaji 1-2-1-2, lile kanisa 1-2-1-2. Kama wewe ubarikiwi na huduma inayofanyika mahali hapa, ondoka na nenda kule kakae kimya. Usiondoke na hadithi. Usiondoke na hadithi. Kama umeona ubarikiwi kwenye kanisa A, kama umeona ubarikiwi na huduma inayotolewa pale, kama unaona kuna vitu ambavyo hukubaliani na mchungaji wako mahali pale, umeamua kwenda kanisa lingine, usiondoke na hadithi. Usiondoke na hadithi. Huko nako kwenda usianze kusema mapungufu ya kule ulikotoka. Kwa sababu kuna wakati mwingine ambapo inawezekana kabisa ukalazimika tena kurudi kule ulikotoka. Sasa kama uliondoka na hadithi, ulienda kule ukaanza kuchafua ulikotoka, ukaanza kuwanenea vibaya wale kule ulikotoka, ukaanza kunena vibaya juu ya viongozi wa kule ulikotoka, ukaanza kunena vibaya juu ya kanisa lile ulikotoka, wakati utakapotakiwa kurudi, yatakapokushinda huko ulikohamia, itakuwa ni ngumu sana kwako kurudi tena. Lakini pia unajivutia tu laana. Ni mbaya sana unapoondoka hapa hapo unaondoka na hadithi. Ni vema nyamaza kimya. Kunyamaza kimya nako ni hekima. Hata kama kweli kuna mapungufu ambayo yapo. Lakini wewe sio kazi yako. Unapoondoka kanisa A kwenda kanisa B, usiondoke na hadithi. Usiondoke na maneno. Usianze kwenda kuwachafua kule. Usianze kwenda kuwatangaza vibaya kule. Nenda nyamaza kimya. Hakuna naye kuzuia kuhama. Unaweza kuhama kwenda kule ambako nafikiri kwamba huko utakuwa na amani. Lakini unapoondoka usiondoke na hadithi. Unapoenda kule nenda kanyamaze kimya. Usianze kusema ubaya wa ulikotoka. Usianze kusema mapungufu ya ulikotoka. Usianze kusema mabaya ya ulikotoka. Usiende kule ukaanza kufungua siri za ulikotoka. Nenda kule nyamaza kimya. Nenda kule nyamaza kimya. Wakati mwingine ni ndugu, unawezekana wewe ni umekuja umeenda kumtembelea ndugu yako mahali. Alafu ukiondoka unaondoka na hadithi juu ya mapungufu yaliyopo kule. Sio hekima. Usiondoke na hadithi. Yale uliyoyakuta, wewe nyamaza kimya. Kunyamaza nako ni hekima. Kama natamani kufika mbali, kunyamaza nako ni hekima. Hakuna faida yoyote tunayoipata kwa kuondoka na hadithi. Hakuna faida yoyote tunayoipata kwa kuanza kuzungumza mabaya ya kule ulikotoka. Hakuna faida yoyote tunayoipata kwa kuwasema vibaya wale watu ambako umetoka, lile kanisa ambako umetoka, kwa mchungaji kumsema vibaya mchungaji ambako umeamua kutoka. Hakuna faida yote. Zaidi ni hasara tu. Zaidi ni hasara tu. Usiondoke na hadithi. Kama unaona hubarikiwi na huduma ya mahali hapa ya kanisa A, ondoka kimya. Kule unakokwenda usiende na hadithi. Usiende kuchafua ulikotoka. Kuna wakati inawezekana ukalazimika kurudi ulikotoka, lakini itakuwa ni ngumu kwako kwa sababu tayari ulikwisha wachafua. Roho Mtakatifu akusaidie katika hilo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.